Kama wewe unayenitazama katika video hii unakutana na changamoto mbalimbali ikiwemo kukataliwa na marafiki zako, kushindwa kutimiza ndoto zako, pengine kukata tamaa, au pengine unaanzisha leo hii na kinakufa baada ya muda fulani, hii video ni ya kwako. Naomba usikimbie, twende wote kwa pamoja. Hii ni Nkwabi Academy, mahali tunaposafirisha physics kutoka darasani mpaka mtaani. Hii hajalishi kwamba umeingia darasani au hukwenda darasani. Kikubwa nisikilize na naamini utanielewa. Hiki kitu nikivuta nyuma kidogo nikakiachia, kinakuwa na tabia ya kwenda mbele na kurudi, kwenda mbele na kurudi. Sasa kiphysics, hiki kitu kwa ujumla kinaitwa simple pendulum, na tabia yake ya kwenda mbele na kurudi inaitwa oscillation. Na hii ndo itatubeba moja kwa moja kwenye falsafa ya leo, kwenye kioo cha leo. Kumbuka hii ni Nkwabi Academy, tuendelee. Hapa ukitazama ubao wangu nimegawanya kwenye sehemu mbili, kuna darasani na kuna maisha. Tuanze na darasani. Sasa tazama maajabu ya hiki kitu kinavyoasili maisha yetu. Kikiwa kimetulia hapa, kinakuwa hakitembei, kinakuwa kimetulia hakitembei. Ninapokivuta kwenye size fulani, kikiachia kinaenda kwenye pointi moja na kurudi. Sasa kama tulivyoona kwenye video yetu hapa, the way inavyofanya kazi hii pendulum bob yetu, ilikuwa naenda mbele na narudi pia. Sasa acha tuichakate vizuri hapa kisomi zaidi, kwa kuwa tunazungumzia darasani. Ni kwamba mwanzoni ilivyokuwa imetulia kama tunavyoiona sasa hivi, tuseme ilikuwa ni pointi A. Ilivyovutwa kwenda kwenye pointi fulani, tuseme ni pointi B, ilivyoachiwa ilirudi yenyewe automatic na ikavuka pointi A ikaenda pointi C. Tofasili yake ni kwamba hapo kwenye pointi A imeact kama center of the motion, maanake ni katikati ya motion ya hii pendulum. Inapokuwa inapanda, itapanda, itafika kwenye level fulani, itarudi. Inavyorudi inafika kwenye pointi A. Hii hapa ni katikati. Katikati maanake ni sehemu pa kupita tu, ni sehemu pa kuanzia, na itapita, itaenda kwenye pointi C. The same kwenye pointi C, kwamba ikifika kwenye level fulani, hii itarudi kwenye pointi A. Maanake ni kwamba point A inabaki kuwa katikati kwenye hizo motion mbili, kwenye kwenda na kurudi. Sasa nikukumbushe kwamba ili uunde pendulum, maanake ni lazima uwe na kitu ambacho kina uzito, kimening'inizwa kwa kutumia kamba, na huku juu kitakuwa kimefungwa. Mfano kama hapa nimefunga, ndo hapa juu, haka ndo kamzigo ketu hapa, na huu ndo uzi wetu. Sasa tumeona simple pendulum ya darasani. Lengo ni kuitoa hii simple pendulum tuipeleka kwenye maisha yetu ya kila siku. Maishani nazungumzia uwepo wa mwanadamu, nazungumzia mwanadamu mwenyewe, nikiwepo mimi, wewe unayenitazama, rafiki yako, ndugu yako, na in short ni mwanadamu. Sasa twende wote hapa ili unielewe vizuri. Nimetumia picha hii kuonesha kwamba huyu ni mwanadamu ambaye amening'inizwa na kamba. Tuseme hii kamba ina urefu wake. Urefu huu kwenye maisha tutauaksi kwenye mzigo ulioubeba. Pengine unategemewa na ndugu zako, afu huna hela, tutauweka kwenye urefu. Mi pointi yangu tuseme kwamba kama tulisema kwenye pendulum lazima ining'inizwe, hata mwanadamu hapa ni lazima ashikiliwe na kitu huku ili abaki akining'inia. Kinachomshikilia hapa sio kula ugali, sio maharage, sio kingine zaidi ya kile kilichomuumba, zaidi ya kitu kilichomleta duniani. Kama wewe ni Mkristo, mimi ni Mkristo, tunaamini kwamba aliyetuumba ni Mwenyezi Mungu. Huyu ndo ambaye ana mamlaka ya kusema mwanadamu na muacha. Mwanadamu leo anapotea, kama bado anakushikilia mwanake ni Mwenyezi Mungu. Sasa unapokuwa unatoka hapa ukiwa umetulia, hauna chochote, hauna pesa, hauna nini, pengine mtu akakushika mkono, unapokuwa unapanda, mwanake utakuwa unaona maendeleo.
Maendeleo haya yatakufanya ujione mwamba, pengine ujione unaweza, utakuwa na marafiki wengi, familia itakuwa inakutegemea asilimia nyingi, kana kwamba wanaamini kwamba una chochote kitu cha kuwasaidia. Sasa maisha haya yana changamoto zake. Ikitokea pengine kwenye point B nguvu iliyokuwa imekushikilia, kwa sababu huwezi ukatulia sehemu bila nguvu yoyote ile, maana kuna nguvu imekushikilia. Ikitokea hiyo nguvu ikashuka, maanake tunaamini utashuka. Hapo ndo tunapata kushuka kwa pendulum au kushuka kimaisha, na katika hii sehemu ndipo pale mwanadamu huwa analia na kusaga meno. Hapa ndipo pale anakuwa anaweweseka. Kama ulikuwa na marafiki zako wanakuacha. Kama familia ilikuwa nakuthamini, ilikuwa wanakupigia simu, oya bwana vipi, naomba hela. Wakishagundua kama umeshuka, hapa ndipo pale wanasema huyo bwana hana chochote, amefilisika, hana cha kuniambia. Hapa kwenye kushuka, na ndipo wengi huwa wanasheki, wanaumia sana, kiasi kwamba wanaanza kumlaumu mtu. Kwa nini mtu fulani amenidharau? Nisikilize, naamini video hii hutojilaumu tena. Kwenye pendulum tuliona kwamba ukiwa unaanza, ukifika kwenye pointi fulani utarudi. Ukirudi hautulii kwenye pointi A, bali utapitiliza kwenye pointi C. Sasa hizi ni sehemu za maisha, kwamba kuna kupanda na kushuka. Popote pale unapofanya, aidha uko ofisini, jua kuna kupanda na kushuka. Usimdharau mtu. Na ndio maana mimi naambiaga hata wanafunzi wangu, naambiaga kwamba leo hii usimdharau mwenzako kwa kuwa anafeli kwenye mitihani, kwa sababu katika maisha kuna kupanda na kushuka. Nikusihi kwamba unapokuwa unapanda, hii point hii ambayo ni point A, hapa ni kianzio tu, au ni sehemu pa mpito, ni sehemu pa kupita ukiwa aidha una machozi, aidha una furaha. Hapa utapita kwenda kwenye sehemu nyingine. Na ndio maana leo hii ukimuuliza mtu aliyetoboa, atakwambia mafanikio hayaji mara moja. Mafanikio yanakuja kwenye kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Na nikwambie, sidhani kama kuna mtu ambaye alishawahi kufikia kwenye pointi ya juu moja kwa moja. Hapana, kila mtu anapitia changamoto ya kupanda na kushuka. Leo hii umepanda hapa, unashuka kidogo, unapanda, unakushuka. Lakini point A ni pointi ambayo ni kianzio cha safari moja kwenda upande mwingine. Nikwambie tu kwamba unapokuwa umekutana na changamoto, aidha watu wanakuona hufai, aidha wanakuona you are nothing, huna chochote, baada ya kufeli kwenye pointi fulani, usikate tamaa. Usikate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu unayo nafasi ya kuanza kwenda kwenye sehemu nyingine, ili mradi tu Mwenyezi Mungu aliyekushikilia bado amekushikilia. Hii haishii hapa tu. Hata Biblia inatuambia, ukija kusoma kwenye Misali 24 fungu la 16, inatuambia hivi, kwa maana wenye haki huanguka mara 7 naye huinuka tena. Maana yake ni kwamba hata kama umeanguka zaidi ya mara moja, zaidi ya mara pili, unayo haki ya kuinuka tena. Kwa leo hii nikimwona kijana mwenzangu anapata muda wa kujilaumu, anapata muda wa kukata tamaa, mimi nitamshangaa sana, kwa sababu usiponielewa mimi hapa, basi elewe Biblia, ambapo Mwenyezi Mungu anatuambia anayo haki ya kukuinua tena. Hatuishii hapo tu. Hata kama ukisoma kwenye Maombolezo 3 fungu la 22-23 inasema hivi, rehema za Bwana hazijaisha, rehema za Bwana hazijaisha, maana huruma zake hazikomi, ni mpya kila siku. Anatuambia maana huruma zake hazikomi, ni mpya kila siku. Maana yake ni kwamba ukilala leo, ukiamka kesho asubuhi, una rehema nyingi sana za Mwenyezi Mungu. Ukilala tena ukiamka asubuhi, una rehema nyingi sana za Mwenyezi Mungu. Tafsiri yake ni kwamba unayo nafasi ya kuanza upya. Usiogope, kwa sababu Mwenyezi Mungu bado amekushikilia.
Mwenyezi Mungu bado amekupa uhai. Kwa nini leo utoe machozi? Kwa nini leo umlaumu mtu? Unayo nafasi ya kuanza upya. Hii ni somo pendwa ambayo tumejifunza kutoka darasani, na darasani ipo inafundishwa kwenye topic moja ya Walk Energy and Power ambayo ipo kidato cha kwanza. Na mfano sahihi wa simple pendulum ambao katika maisha yetu ni bembea, mchezo wa bembea. Kama wewe unacheza ukiwa mtoto, huo ndo mfano sahihi wa pendulum. Mwanako unapokuwa unasukumwa pengine na rafiki yako, unapokuwa unaenda unafika kwenye pointi fulani na unarudi, huo ndo mfano sahihi wa simple pendulum ambao kwenye maisha yetu. Kwa hiyo natumaini umepata chochote kitu kwenye video ya leo. Hivyo usisahau kushare video hii kwa mwenzako ambaye unahisi pengine ana dalili za kukata tamaa, ana dalili za kuvunjika moyo. Itaweza kumsaidia. Bila kusahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube na kucomment chochote ambacho unakiona. Hii ni Nkwabi Academy. Tunawapenda sana. Bye bye.